tumekuja kwa ajili ya kujifunza kinachoendelea. Niseme nimefurahishwa sana na kukuta mazingira yamefikia hapa. Ametuambia consultant kwamba wako karibu kidogo kufika 90% ya implementation, na kwamba wanaamini kwa sababu wako mbele kidogo ya muda, mwishoni mwa mwaka huu watakuwa wamemaliza shughuli za uwanja na humu ndani kutakuwa tayari kwa ajili ya timu kuingia kuanza mashindano. Mimi niwapongeze sana kwa hiyo. Kazi kubwa sana imefanyika. Hii inaonyesha namna tulivyo tayari kupokea na kuhosti mashindano makubwa Afrika ya AFCON. Nipongeze sana na kumshukuru rais wetu mpendwa, kwanza kwa utayari wa kuridhia kuwa mwenyeji wa mashindano hayo kwa pamoja na wenzetu wa Kenya pamoja na Uganda, lakini mbili, kuridhia kutoa bajeti kwa ajili ya maandalizi makubwa ya namna hii. Bila kuwa na haya mashindano tusingekuwa na huu uwanja leo. Bila dhamira na utayari wa rais wetu na serikali hii tusingekuwa na maandalizi haya. Lakini tu uwanja huu unaenda kubadilisha kabisa sura ya eneo hili. Wote mmeona namna barabara inavyofukuliwa, mmeona kazi kubwa inayofanyika, umeona jinsi vijana wengi walivyopata ajira kwenye eneo hili. Ukiangalia wale utafikiri tayari ni mashabiki wamekuja kwa ajili ya kusubiria mechi, lakini wale vijana wanajua mwisho wa siku wameingiza noti na maisha yao yananyoka. Hiyo ndiyo namna serikali inayojua dhamana yake na wajibu wake kwa nchi yake inavyofanya. Mimi nipongeze sana. Nimekuja hapa natamani hata nisiondoke, angalau nikaekae hapa kwa muda wa kutosha, lakini nimefurahishwa na standard ambazo zinatumika kwenye ujenzi. Leo tunaweza tukahosti hata mashindano ya Olimpiki kwa sababu viwanja hivi vitatu vitakuwa vina uwezo wa kuaccommodate michezo mingi ya Olimpiki, kwa kuanza na kile kiwanja cha kwanza cha mazoezi, cha pili kitachokuwa upande wa mashariki, lakini na uwanja mkuu ambao na wenyewe umeaccommodate fursa ya michezo mbalimbali ya Olimpiki na unajengwa kwa kiwango hicho. Mimi nipongeze sana kwa kweli. Hiki kinachofanyika ni kitu kikubwa sana, na bahati nzuri mmeenda kwenye eneo hili ambalo bado lina uhuru wa kufunguka kwa umbali mrefu mpaka Simanjiro mpaka Dodoma, kama watu wataendelea kujitokeza wengi wa kutaka kuishi Arusha, lakini kupitia njia inayoelekea huko. Eneo hili litafunguka sana, na ninyi mmeweka vitu viwili vikubwa, stendi ya mkoa hii, lakini na cha tatu barabara ile ya Ring Road, lakini na barabara ambazo zitakuwa zinaingia humu. Nilikuwa naangalia lile bonde pale, nikaangalia ile barabara mnapoielekezea kushika barabara ile ya Afrika Mashariki. Lazima hapa kuna watu wanajua wanachokifanya. Kwanza itakuwa ni sehemu ya utalii, itakuwa ni sehemu yenye mvuto wa pekee, lakini kubwa zaidi itafungua jiji la Arusha na kutoa fursa ya ujenzi mpya mkubwa kufanyika huku pembezoni. Hongereni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na awape nguvu ya kusimamia ili yale matokeo tunayokusudia yapatikane. Lakini nitoe wito kwa wana Arusha. Tunazungumzia haya mambo makubwa. Tunazungumzia stendi, tunazungumzia hiyo barabara ya Afrika Mashariki, lakini na uwanja. Uwanja utaleta maelfu kwa maelfu ya wageni kwa kipindi cha mwaka ujao. Wataonufaika na ujio wa wageni, kwa sababu wakija wageni watalala kwenye nyumba za nani? Za wenyeji. Watakula kwa nani? Watanunua bidhaa, mswaki, dawa ya mswaki, mafuta kwa nani? Wakija huku hawajui hali ya hewa, watakuta hali ya hewa sio nzuri, watanunua makoti kwa nani? Na watakunywa kwa wenyeji. Hivyo ndivyo maendeleo yanavyopatikana. Wakishafanya hayo yote, manunuzi yanaacha pesa hapa. Pesa ikibaki, wanaonufaika ni nani? Wenyeji. Sasa na si lazima tukae mkao wa utayari wa kunufaika.